Na inachekesha, kwa nini tukubali Zanzibar iwe Zanzibar nchi, halafu huku sisi nchi gani hii ya kwetu? Maana unasikia wanasema kuna mambo ya muungano na mambo yasiyo ya muungano ambayo yanashughulikiwa na Zanzibar. Sasa mambo ya muungano na mambo yasiyo ya muungano ya hapa kwetu yanashughulikiwa na nani na nchi gani? Haiko, imeyuka tu hewani kwenye imeingia tu moja kwa moja ikapotelea na Nyerere, kwa sababu sio mpango wa Mungu. Ndiyo maana miaka nenda miaka rudi kumekuwa na vikundi vinavyoibuka hata ndani ya uongozi wa serikali kutaka Tanganyika irudishwe. Utaona tume moja baada ya tume nyingine, tume ya Nyerere, tume ya Kisanga, tume ya nani, tume chungu mzima. Si kitu kimeanza kwa Warioba, toka huko mpaka ikaja G55. Ni wakati wa Nyerere yuko hai, wabunge 55 vigogo wako mle, na unajua Nyerere zaidi ya Simba. Halafu unazungumza Tanganyika mbele ya Nyerere, ilikuwa shughuli. Nyerere alikuwa na uwezo tu wa kuita wewe, unaleteleta anakuita waziri, anakuambia. Alikuwa kwa mfano Marechela, Nyerere alikuwa hawezi kumuita eti mheshimiwa Marechela hata kidogo, alikuwa anamuita John. Alikuwa anamuita John, nenda kamuulize, ndio jina lake. Nyerere anamuita John, njoo hapa John, kwa nini umefanya hivi na hivi na hivi? Kwa nini? Anatetemeka na mei kwa Nyerere. Ile ilikuwa shughuli. Sasa wanamjua sana nyakati hizi, wanamjua, lakini katikati ya Nyerere bado yanaishi yuko, bado likatokea kundi la hao walioko bungeni 55, bado wakatengeneza kundi lao, wanataka Tanganyika. Wewe unaanza kuona miaka nenda miaka rudi Tanganyika linakuja, miaka nenda miaka rudi Tanganyika linakuja, kwa sababu ni Mungu anainua watu kukataa ili tutoke kwenye laana, turudi kwenye mpango wa Mungu wa urithi wetu na mipaka yetu izingatiwe. Na nachozungumza watu hao wanaozungumza serikali mbili ambao wamejitenga kule kwenye bunge la maalum la katiba, wameshikilia hakuna, ni serikali mbili mpaka nife, sijui nini over my dead body na vitu vya namna hiyo. Nachozungumza ni hivi, hili ni swala la kuahirisha tu, lakini kelele za Tanganyika zitaendelea, hazitazimishwa na mtu awaye yote, kwa sababu kelele hizo nyuma yake yuko Mungu. Kila mmoja anaipigania Tanganyika ana Mungu ndani yake, ana Mungu ndani yake, ana Mungu ndani yake. Kama unanisikia sauti hii na wewe unaipigania Tanganyika, na kupongeza, Mungu yuko ndani yako, Mungu yuko ndani yako, Mungu yuko ndani yako, Mungu yuko ndani yako. Endelea kupiga kelele, endelea kupiga kelele. Ni swala la muda tu. Nasema piga kelele, sema hivyo, ni swala la muda tu. Tanganyika lazima irudi. Huu ndio urithi wetu tuliopewa na Mungu, ukawekewa mipaka ya makazi na watu wa kale. Piga makofi na shangwe. Halafu wakati unapiga makofi sema Tanganyika, Tanganyika,